Asante. Kutoka Glitch Africa anaitwa Ibra Chinga, anafahamika hivyo zaidi. Mmoja ya wimbo ambao umefanya makubwa sana unaitwa Dharau, ila original version yake alikuwa na kaka mkubwa Harmonize. Sijajua nini kimetokea, lakini ndo muziki tutajua mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Wanamuziki wengi ambao wanakwenda kuperform Glitch Africa ni wanamuziki ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana. Si rahisi sana wakamchukua mwanamuziki yote. Ibra amekuwa miongoni mwa wanamuziki ambao anapata nafasi ya kuwakilisha wanamuziki wengine wa Tanzania ambao wamepata nafasi ya kushiriki kwenye Glitch Africa Nigeria. Niko naye hapa kwenye showcase. Mambo ni aje? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Shukrani sana. Mimi nataka Ibra tuanzie hapo kwenye Glitch Africa. Dharau ni moja ya ngoma ambayo imekuwa kubwa sana. Yeah, of course. Na ngoma ambayo ilikupeleka mbali zaidi. Na kwa nini umefanya peke yako? Kwenye au kishaondoka au Glitch Africa? Hapana. Hapana, Glitch Africa wakati wananihitaji walimuhitaji Ibra. Yes. Lakini pia wakati naenda kufanya performance ya ile kazi ya Harmonize alikuwa hayupo Dar es Salaam kwa. Okay. Ikawa sio ngumu kwa sababu nimefanya one verse ya Dharau nikafanya na one verse ya Hapa. Ya Hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni kitu kizuri na kilifanyika vizuri, watu walikipokea kwa ukubwa sana. Yes. Yeah. Na nimeona umefanya kwa kiwango kikubwa sana. Ilikuwa rahisi kiasi gani kwako baada ya kupata taarifa kwamba bwana unahitajika Glitch Africa Nigeria kwa ajili ya kwenda kufanya hii kazi? Nadhani waliwacheki distribution ambayo anafanya nayo kazi. Wakamwambia tuna shida ya kufanya kazi na Ibra. Okay. Tunamhitaji. Ya tukaweka makubaliano tuliyoweka kwa sababu music ni biashara. Nimefurahi unafika kwenye showcase kwa mara ya kwanza. Nataka tujue muziki ulipotoka, ulipo na unapoelekea. Mtazamaji anatamani kujua Ibra ni mtoto wangapi kwenye familia? Ibra ni mtoto wa 3. Kwa sababu wazazi wangu hawakupata bahati ya kukaa pamoja kwa muda mrefu, kwa ni mtoto wa 3 kwa upande wa baba na pia ni mtoto wa 3 kwa upande wa mama. Okay. Wewe umezaliwa kwenye familia ya muziki au Ibra ndo amekuja kutambulisha familia ya muziki kutoka kwenye ukoo wenu? Wapo ambao walitangulia walikuwa wanafanya, lakini walikuwa wanafanya vitu vya asili huko nyumbani. Kwa Ibra ndo amekuja kufumbua zaidi kwa sababu muziki ya asili ndo chimbuko la muziki ambayo tunaifanya. Kwenye familia wapo ambao walikuwa wanafanya muziki wa asili. Na ilikuwaje Ibra alipoanza sasa kujitafuta na kuanza? Nataka nyuma zaidi. Mimi nimeanza kufanya muziki shule, niko nasoma darasa la 2. Zile naenda shule watu wanakusanyika bana tuimbie msanii. Nikirudi vijiweni watu wananichangia 200. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Unakumbuka wimbo wako wa kwanza wakati unajitafuta shule ya msingi? Ukasema katika kuandika huo ndio ulikuwa wimbo ambao sasa hata walipoanza kusikia wakajua sasa huyu kuna mwanamuziki au kuna msanii ana nia ya kufanya muziki? Ni muda mrefu sana. Ni muda mrefu, lakini pia mwanzo nilikuwa siandika kama ambavyo naandika sasa hivi kwamba unapanga mashairi ukisikia mtu unamuelewa kabisa kwamba amepanga anaandika 1 2 3. Ilikuwa ni kipindi ambacho najitafuta, natafuta ile nguvu. Okay. Kabla ya Harmonize kuja kukuona, ulikuwa na ndoto ya kuja kuwa mwanamuziki mkubwa? Hiyo ndoto ya msanii yote ambaye anafanya muziki. Lakini ulikuwa unahisi kwamba inaweza katokea of course sikuwa na ndoto ile ya kuwa msanii mkubwa kwa sababu nilikuwa napambana kwa sababu mimi nilikuwa napenda muziki tangu niko mdogo. Kwa mimi nilikuwa napenda muziki. Okay. Nani ambaye alikuwa anakuinspire sasa wakati unapenda muziki, unafanya muziki? Kuna mtu lazima atakuwa unamwangalia. Wasanii wako wengi tofauti, lakini kizuri zaidi Tanzania wako wasanii wengi ambao wanafanya music tofauti. Na kila mtu anajitahidi kufanya vizuri katika engo yake. Kwa wengi wamenifunza kwa sababu nilikuwa napitia nyimbo zao zikitoka, najitahidi kuzikariri, kuziimba sehemu tofauti kama karaoke na sehemu nyingine. Kuna story nyingi ambazo huwa zipo sana mtaani. Ila huwa tuthibitishi bila kuzungumza na wasanii wenyewe. Kuna story kuhusiana na Ibra kwamba alikuwa anaandika nyimbo nyingi sana akiwa Konde Gang, na kaka mkubwa alikuwa anazichukua anazifanyia show yeye, anaziimba yeye. Ukweli uko wapi hapo? Si tuliishi kama familia. Na palipotakiwa kuwekeana upendo tuliwekeana upendo. Kama mtu ameandika nyimbo tofauti ambavyo unaishi kabisa hii ni biashara, ikienda ikikaa hivi inaweza ikaleta kitu kizuri, tulikuwa tunashauriana.
Lakini swala la msanii kupenda nyimbo huko muda ambao mimi labda na nyimbo nyingi ziko ndani, mimi huo muda sina time ya kutoa ngoma. Mtu akasikia akasema bwana hii nyimbo ni nzuri na naomba nitangulie nayo. Ni kitu rahisi kwa sababu ni familia. Okay. Yeah. Lakini familia kivipi? Kwa sababu Yes anaandika na yeye. Yaani tumesikia kwenye record label nyingi hiyo tabia ipo kwamba uko chini ya label. Of course, kwa upande wangu mimi na Harmonize naweza nikasema tumesaidiana kwa sababu zipo nyimbo ambazo yeye alikuta labda nimeandika, kuna vipande havijakaa sawa, lakini pia ni mkubwa ametangulia, anajua vitu vingi. Yes. So yeah. Hakuna wimbo ambao uliwahi kuandika kimoyo safi ukasema kwamba huu brother aliuchukua mimi sijapenda? Hapana. Hakuna. Hapana. Kwa zote zilikuwa ni za upendo tu. Yeah, zote zilikuwa ni kwa upendo. Sisi tuliishi kama familia. Lakini wale bwana wanasemaga maisha sometimes kuna situations zinatokea ambazo haukutarajia, haukutegemea. So namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa hivi hatuna magomvi, tuko sawa. Yeah. Kuna kwenye mitandao kuna vitu ambavyo vinatokea tu. Kwa sisi ambao tunafuatilia kwenye mitandao. Yeah. Mara nyingi wewe ulikuwa kwa Harmonize. Harmonize alikuwa kwa Diamond Platnumz. Yeah. Unahisi Diamond akikuposti Harmonize anaweza kapenda? Sasa hiyo ni kwa wao kwa sababu huwezi kujua moyo wa mtu utajisikiaje, lakini kwa situation ya maisha ambayo wameyaishi na mpaka walipofikia sidhani kama anaweza kupenda kwa sababu nilikuwa niko katika engo nyingine tofauti na ni side mbili tofauti. Okay. Right, yeah. Tukizungumzia biashara lazima mtu atajisikia tofauti kwa sababu ni biashara. Yeah. Na kuna tetesi kwamba kaka mkubwa amekuwa akikucheki mara kwa mara Diamond Platnumz. Kuna kipindi tu tuliwasiliana kwa sababu nilikuwa nahitaji msaada baadhi ya vitu. Okay. Kwa sababu mimi ni msanii mchanga sana kwenye game, lakini hata hivyo wakati niko kwenye music sikutengeneza wale marafiki ambao naweza nikawa na wigo mpana kwa sababu ya matabaka ya music. So yeah, nilipopata matatizo nikaona hii changamoto na Diamond ni msanii mkubwa amepitia vitu vingi. So yeah, nikamuomba msaada, akanisaidia baadhi ya wanasheria wa kusimamia kesi yangu. Okay. Yeah, namshukuru Mwenyezi Mungu, alinipa hope na nguvu ya kwamba unatakiwa kusimama kwa sababu ndoto yako inatakiwa kuishi hapa. Kwa wanasheria wengi ni support kutoka kwa Diamond Platnumz. Yeah. Okay. Ikitokea sasa hivi wanachibu akasema sasa hivi nakuhitaji Wasafi. Unahisi ni wakati mwafaka? Unaweza ukawa ni wakati mwafaka, lakini pia unaweza usiwe wakati mwafaka kwa sababu ya biashara ni karatasi unayosign. Sure. Ile paper ndo inaelezea ni yale ndo makubaliano ya biashara. Kwa ule ndo mustakabali wa maisha yangu mimi, kwa nategemea na ataleta nini. Okay. Yeah. Kwa namna ambavyo umejifunza ukiwa Konde Gang. Yeah. Unaweza kufikiria kwa haraka kwa sasa hivi kuingia kwenye record label nyingine? Yale maisha ambayo umeisha record label na kuingia kwenye record label nyingine. Sidhani kama kitakuwa ni kitu rahisi. Kwa sababu ya kuangalia mipaka ya biashara pia, kwa sababu watu wa label pia kuna misingi wanawekaga kwamba kama unafanya kazi na sisi basi kuna baadhi ya vitu hauwezi kuwa unafanya wewe mwenyewe unavyojisikia kufanya, ni lazima sisi ndo tuwe tuna manage. So yeah, nategemea na mimi naangalia muziki wangu nahitaji uelekeo wapi, nataka kufanya nini zaidi. Kuna neno moja Ibra anapenda kulisema hasa kwenye intro ya ngoma zake sasa hivi, anasema kama nimetoka Milembe. Atatuambia alikuwa anamaanisha nini, lakini shout sana kwa producer ambaye amefanya ngoma hii copy and paste. Kwa mara ya kwanza mimi naisikia, nilisikiliza zaidi ya mara 3 kwa sababu nilikuwa nasikia mdundo wa tofauti kabisa na ambavyo nimekuwa nikisikia touch za ngoma ambazo zimetoka. Amefanya nani producer? Huyu producer ni Giri. Okay. Ni mwanangu mmoja hivi, tumetoka mbali kidogo kwa sababu ni vijana tunapambania ndoto zetu. Okay. Yeah, copy and paste. Ina kumbukumbu kwa sababu hii nyimbo nirekodi saa 7 usiku. Alisaa ambalo nimezaliwa. Okay. Yeah, lakini nilikuwa nimetokea pia airport. Nilikuwa sijatulia, nimefika studio nikasikia beat, nikamwambia hii ndio tunaimba hiti. Hapana, sikiza nyingine mambo ya kusikiza beat nyingi mistaki nataka hii. Kwa nikafanya na inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu, nafanya vizuri na mapokeo mazuri. Na copy na kupaste ulikuwa unamaanisha nini? Copy na kupaste ni kwa wale vijana ambao
kukopi na kupaste unaweza ukatumia kwenye njia nyingi. Okay. Ya nazungumzia kukopi na kupaste, ghafla maisha yamekuwa mepesi. Like, mtu yote mtaani anaweza akaiga kwa mfano ambao nimeutoka. Unaweza ukaona kitu kwa macho, ukakiimagine ukakifanya na kikakupa matokeo na ukafanikiwa. Okay. Lakini pia nikamzungumzia mtu ambaye yeye amekopi na kupaste, yani kazi yake ni kukopi na kupaste. Ghafla maisha yake yamekuwa mepesi. So yeah. Nyuma kuna vijana wengi ambao wanakutazama Ibra kama role model. Wewe unajiona haujafika, lakini kuna watu wanatamani alipofika Ibra na wao wafike. Unawaambia nini vijana namna hiyo? Kikubwa ni kupambana na kuamini kile ambacho naamini kwamba hii ndo kazi yangu, hii ndo ndoto yangu. Na hii ndo kitu ambayo inaweza ikanifanya mimi nikafanikiwa, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu, hata vitabu vyetu vya Qur'an na Bible vinasema ukiamini kwenye unachokifanya ndo Mungu huleta baraka zaidi, kwa sababu unapoamini unawekeza nguvu na akili. Okay. Yeah. Tumtarajie Ibra namna gani tunapomaliza mwaka 2025? Wenda nitakuwa nishaenda kuchomwa sindano nimepona. Na kwa nini hiyo intro unapenda kuitumia? Kama tumetoka Milembe? Au ni zile hasira ambazo mimi nakumbuka nilichukua muda kidogo. Nakumbuka 2023 I think. Yes. Nilikaa kwa muda kama miezi 9 kama sio 8. Nadhani ni mwaka mzima. Nilifanya kazi, lakini kazi ilikuwa hazitoki kwa sababu ya migogoro ya kampuni ambayo nimesign. Nafanya nayo kazi, nilisign na kampuni nyingine, kwa ukao kuna migogoro kidogo. Okay. Kwa ikawa niko huko chini. Huko chini sasa ndo Milembe. Kwa sababu kule chini hali sio nzuri. Hela una shida ni shida. Kwa hiyo nilipotoka kule nikatokea tena kwa wanangu, tunarudi kufanya kazi. Yani kama tumetoroka, no energy, nguvu ya kutosha. Yeah, tuko tulipo sasa hizi. So okay. Ukiacha aina ya muziki ambao umekuwa ukifanya, unaweza kubadilika kama kinyonga. Tumekushuhudia kwenye baadhi ya ngoma ukifanya, mmoja wapo ni hiyo, lakini ambazo pia umeshirikishwa. Ngoma mfano ya DJ Mushizo ambao umeimba kwenye singeli mule, umefanya mambo makubwa sana. Mimi nataka kusikia verse yako pendwa katika hizi ngoma za karibuni. Ni ipi? Verse mimi waga nikipataga collaboration nafanyaga verse kali. Kwa sababu naamini cha kwanza kwenye muziki ni kile ambacho unakiongea kuwasilishia watu. Baadaye unatakiwa upatie maudhui ama picha ambayo umeiongea kwenye video. Lakini nimekutana na collab ya Mabantu, nimefanya vizuri. Nimekutana na collab ya ZQT, nimefanya vizuri. Nimekutana na collab ya nani wewe umemsema hapo sasa hivi? Ya DJ Mushizo, nimefanya vizuri. Na nadhani nikiongea watasema najipendelea, lakini kipindi kile ambacho nimefanya singeli ndo watu wakaanza kuona singeli ina muamko zaidi, kwa sababu ya verse langu lilifanya vizuri sana. Na nakumbuka ule mwaka tangu nilipotoa ile verse yangu ya singeli, sidhani kama kuna singeli nyingine au nyimbo nyingine ilitoka ina verse kali ambayo ukisimama stage mashabiki wanaimba nayo mwanzo mpaka mwisho. Ya kwa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio kwa ujanja wangu, ni kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Ilikuwaje ulipopata nafasi kwenye ngoma ya DJ Mushizo? Na jinsi ulivyopita watu wakafikiri kama Ibra ni miongoni mwa watu ambao wanafanya muziki wa singeli siku zote, kumbe ndio umeingia mule ndani. Of course mimi singeli nafanya since way back, lakini ni muziki ambao kuna muda lazima ufanye muziki ambao unaamini kabisa hiki ndio kitapushi zaidi kusogea hapa, kwa sababu singeli bado kuna watu wanaitake ni local music, right? Lakini ni muziki ambao kama leo tunaamua kweli kuutolea macho na kufanya vision kubwa zaidi, ni muziki ambao unaweza kutufikisha mbali, kwa sababu ukiusikiza hata vibe yake ni tofauti kabisa. So ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Mimi binafsi katika ngoma ambazo umeshirikishwa, verse ya kwenye ngoma ya DJ Mushizo ndo verse yangu pendwa. Kwa kabla tujaendelea nataka nisikie ile verse. Like nitakuonga figo nikupe na moyo, baby mimi na wivu wejifunze uchoyo, nyuma nilikotoka nilikuwa loyo, yalonikuta mengi nimekoma, yani noma mapenzi noma, oya noma yalinipaka homa. Ni muda wa kuenjoy sasa, uko nyuma yalininyanyasa, mwenzenu nishafungua mpya kurasa, tuzae na watoto wesu tasa. Oya mchezo wa domo lisilo na meno ndo unafanya moyo unauma, asa ukute aliyomo yakiwemo ndo anafanya moyo unauma. Wivu, wivu mama, wivu say wivu mama, wivu mwenzenu sicheki na wowote,
na ulinda wangu moyo, au wengine viroboti hawawezi kuni. Mapokeo yalikuwaje kwa wanamuziki wenzio lakini upande wa Singeli baada ya lile goma kutoka? Mapokeo yalikuwa ni makubwa. Mimi sijiaji sana kwenye wanamuziki wenzangu. Sijijaji pia mwenyewe, na jaji kutokana na nyimbo ambavyo nawafikia mashabiki zangu. Na hao naona wana respond kwamba muziki ni mzuri, wana enjoy. Sure. Yeah. Safi sana. Nataka tukapate mapumziko, then tutakaporejea sehemu ya pili tumalizie showcase. Thank you so much. Mtazamaji, bado niko na Ibra Chinga, na ni miongoni mwa wanamuziki ambao kiukweli kama unampa nafasi ya kumpa collab inabidi ujiandae. Jiandae na ujipange vizuri. Anafanya kila aina ya muziki. Yaani ukimpeleka kwenye Singeli anafanya, ukimpeleka kwenye hip hop anafanya, ukimpeleka kwenye muziki wa kawaida wa Bongo Flava anafanya. Tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Tumemaliza sehemu ya kwanza. Mimi naitwa Timothy Todos Chelula aka TC aka Mtoto wa Mlali. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi.